السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mada ya leo inaeleza kwamba inaeleza weka mkono wako, chukua mikono yako hii, weka usoni mwako hivi, alafu soma aya hii, kisha muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile unachotaka. Weka mikono yako usoni mwako, kisha soma aya hii, alafu muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile ambacho wewe unachokihitaji. Aya gani hiyo? Twende inshallah tukaiangalie hiyo aya na nikupe utaratibu gani utakwenda kufanya kwa ajili ya kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kipindi chetu katika channel yetu hii dhumuni kubwa, tunaelekezana adhkari mbalimbali na dua mbalimbali, pamoja muda mwingine tunaleta na mashekhi mbalimbali katika darasa zao ili kuwapa watu hizi faida, wasende katika njia ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana siku hizi ushirikina umekita katika mioyo ya watu, ushirikina umekaa katika mioyo ya watu. Kwa hiyo tunawatoa watu mle kuwaleta katika njia iliyokuwa sahihi, njia ambayo si ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kabla sijakuletea hizo aya, kuna tangazo fupi hapa nikupe, kisha baada hapo tuje katika mada. Tangazo lenyewe ni hili. Pana baadhi ya watu walikuwa wanahitaji kitabu cha dua. Wanasema tuandikie hizo dua, tuandikie. Kwa tumeziandika katika mpangilio maalum, kinaitwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia. Nimekiandaa mwenyewe kwa mkono wangu kitabu. Kitabu hiki kitapatikana kwa mtindo wa PDF. Wewe ukitaka kukitoa kiwe kama kitabu, utakwenda kukitoa mwenyewe, utakiprint huko, utakwenda kwenda kusoma kwa kitabu. Ila utaki basi utakisomea mle katika simu, wala hakina mushkili wa aina yote. Kitabu hiki kina mambo mengi sana na kina dua nyingi sana tumeziandaa kwa wale ambao wataka dua za kupambana na adui, dua za kumfukuza adui yako, dua kwa ajili ya riziki, dua za kinga za nyumba, dua za biashara, dua na adhkari mbalimbali tumezielekeza huko. Lakini toshe tumeweka mpaka zile abjadiyya, mpaka zile alfabeti za Kiarabu tumeziweka ambazo kuna zialifu mpaka yeye. Wengine wakiambiwa na dua hii soma kwa idadi ya namba jina lako, mwingine anakuwa anajiuliza namba yangu naipataje? Sasa tena nimekuwekea mle alifu namba ngapi, be namba ngapi, tena mangapi kwenye kitabu. Kitabu hiki kitapatikana tarehe 1 ya mwezi wa 5. Leo tarehe 29. Tarehe 1 ya mwezi wa 5 kitabu hiki kitapatikana. Kwa hiyo anayekitaka basi aweke oda yake katika namba hii ya 0793 052 052. Hapo kwenye dashboard hapo namba ipo. Ukiangalia hapo kwenye dashboard hapo kuna namba, hiyo ni namba yangu. Kwa hiyo utaweka oda hapo katika namba hiyo. Weka oda hapo basi utakipata kitabu hicho inshallah na utakwenda kukitumia biidhnillah Ta'ala. Kina mambo mengi sana ambayo mengine utakwenda kuyaona wewe mwenyewe katika hiyo kitabu. Kwa hiyo usihangaike sana ukitafuta sana muda mrefu. Mwenyewe utakiangalia alafu utakwenda kukitafuta katika utakiangalia mwenyewe, utakwenda kutafuta mwenyewe katika. Samahani kidogo watu wameingiliana hapa, walikuwa wameongeza sauti kidogo, sio mbaya maana tuko nje, tuko uani hapa. Kwa hiyo samahani kwa sauti ambazo zimeingia hapa. Kwa hiyo kitabu utaratibu wake utakuwa ndio huu ambao tumeueleza. Sasa twende tukakuletea hii aya. Aya gani, inapatikana wapi, ili na wewe uende ukaitumie biidhnillah Ta'ala. Wallahi lazim kama utafanya dua hii kwa utaratibu nitakayokuelekeza, utakwenda kuona maajabu na faida ya dua hii. Twende tukaielekeze sasa. Ndugu yangu, aya yenyewe ni ipi? Aya yenyewe inasema wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lakini kabla kuanza hiyo aya kuna sehemu inakutakiwa kwanza uanze. Unafanyaje? Unachukua mikono yako hivi. Unaweka hapa hivi. Hapa hivi. Tazama maelekezo unaweka hivi. Jambo la kwanza utaanza kusoma swala ya Mtume, hii ndio swala naja. Ndio utakayoanza nayo. Na inasomaje? Nisikize kwa makini sana nikusomee, alafu wewe iandike. Nisikize kwa makini nikusomee, alafu wewe iandike. Inasoma hivi: Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi
tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yustasqa al-ghamama biwajhi Allahi al-karim, biwajhi Allahi al-karim, biwajhi Allahi al-karim. Utamalizia huku utasema utasema biwajhi Allahi karim, alafu utasema huku utaishia hapa, ndio unaishia hapa biwajhi Allahi karim. Hiyo unarudia mara 7, mara 7. Ukishamaliza hapo, labda nirudie tena kwa faida yako tena, unasema Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tunfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-khawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yustasqa al-ghamama biwajhi Allahi al-karim, biwajhi Allahi al-karim, biwajhi Allahi al-karim mara 7. Mara ngapi? Mara 7. Baada ya hapo unasoma hii sasa, astaghfirullah alladhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Mara ngapi? Mara 7. Kisha ndio unasoma aya hii, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika utaisoma mara 7. Huku umekamata mikono yako hivi, umeelekeza mikono yako hapa hivi mara 7. Wallahi, kama utaomba dua hii na ukasoma hii aya ambayo kwamba nimekwenda kukueleza hapa, ukimaliza mwambie Mwenyezi Mungu haja yako, mwambie Mwenyezi Mungu shida yako. Wallahi, nanyosha kidole changu cha shahada hiki, wallahi na kuapia kwa haki lillahi, Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho wewe unakihitaji. Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho wewe unakihitaji. Cha msingi tufanya kwa ikhlasi, fanya lillahi, Allah atakupa kile ambacho wewe unakihitaji. Na wala usiende kujaribu, nenda kafanye. Narudia, usiende kujaribu, nenda kafanye, basi Mungu atakupa kile ambacho wewe unachokihitaji. Kwa hiyo nimeelekeza mara kwanza, nimeelekeza mara 2. Inshallah na imani kabisa kwa Allah utakuwa tayari umeshakiona na umeshaelewa tayari kwamba kipi utakwenda kufanya kwa mtindo huo. Kwa cha msingi chukua, nenda kaifanyie kazi, imetosha mpaka hapo. Kwa nafikiri kwa leo tuishie hapa. Tukutane katika kipindi kijacho katika darasa zetu hizi, na kama na leo tunarekodi hapa nje hapa uani, pana mwingiliano wa sababu tusameane katika hiyo inshallah. Basi tukutane katika kipindi kijacho na darasa lijalo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye sahali kwa kila mwenye haja yake, mwenye shida yake, basi Allah aweze kumkidhia shida yake hiyo. Wanaohitaji kitabu, basi inshallah tarehe 1 mwezi wa 5 kitabu hicho kitakuwa kinapatikana, ambaye kuanzia leo tumebakiwa na siku 1 tu kuweza kupata kitabu hicho inshallah biidhnillah ta'ala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama alaina illa al-balaghu mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.